Ezekiel Ruviro, kocha mkuu wa timu ya Mashujaa FC, Mgaraganza FC ya Kagongo lajitabilia. Kimsingi sisi kama timu, maandalizi unaweza ukasema yanaendelea hata kabla ya kutangazwa kwa ligi, kwa sababu kwanza kuna mashindano ambayo tumekuwa tunashiriki, lakini pia mechi za kirafiki tena zenye ushindani. Kwa hiyo tumepokea hata katika makundi ambayo tumo, kwa maana timu zetu 5, na kimsingi tutakubaliana na kile kitakachotokea, ila tunaamini wale ambao tumepangwa hasa kwenye makundi yetu tutakapoanzia uwezo haupishani, kwa sababu kati ya timu 5 na sisi tukiwemo 3 tulishakutana nazo katika mechi za kawaida. Kwa hiyo kuna ahueni kubwa kwamba ndakutana na timu ambazo kwangu mimi pia nimeshakutana nazo na nazifahamu. Sawa, umekuwa ni mtu wa kusimamia sheria. Unaamini kupitia kocha wako na hili viwanza utakuwa ni mtu wa kusimamia hizo sheria? Mimi ni kocha professional, kwa lazima nionyeshe nidhamu hiyo, lazima nipaswe kuwa kiongozi, na kwa kweli sitarajii hata mechi zangu zote nilizocheza sijawahi kuwa na vurugu. Wakati mwingine kuna makosa ya kibinadamu makubwa yanatokea, kama mechi iliyopita kiasi hadi refa alikubadilishwa, lakini bado nilisimama kwenye nidhamu. Na kwangu mimi kila mechi naichukulia katika tathmini kwamba mapungufu yangu nayaangalia kwa ajili ya kwenda kurekebisha, na pale ambapo nakuwa nimefanya vizuri na kwenda kusimama napo hivyo hivyo. Kwa hiyo ni kocha ambaye huwa anakubali matokeo na anakuwa ni mfano bora katika nidhamu, ili wengine pia wajifunze hivyo. Unamaanisha nini kusema kwamba utakubaliana na kile kitakachotokea? Kwanza ndio utaratibu katika mchezo. Lazima kisaikolojia uwe na uwezo, usiende ukiwa na pressure ya kuhisi kuonewa au vinginevyo. Lakini pia ninaamini wanaochezesha mechi sio Mungu wala malaika, watakuwa na ubinadamu kama ambavyo mimi pia napaswa ni ukubali kwamba huu ni ubinadamu. Kwa hiyo nitakubali changamoto zile, na kwa sababu pia hata kamati imetuthibitishia itasimamia kwa haki. Lakini mwisho wa siku sisi ndio tunacheza mpira, tunapaswa kujipanga kisaikolojia, sio tu kwenda kulalamika. Wakati mwingine ukitengeneza nafasi za wazi ukashinda magoli 10 ukazurumiwa mawili, hautalalamika kwa sababu umeshinda. Lakini kama uwezo wako ni mdogo, ikatokea ubinadamu katika goli moja na ndio uwezo wako huo na ukakosa, utakufa ukiwa unalalamika kwa sababu ya maandalizi madogo ya timu yako. Kwa hiyo kwangu mimi nimesema nitapokea matokeo kwa sababu ni sehemu ya soka, na hii ligi sio kwamba ndio mwisho wa mpira au kali yangu ya kufundisha. Kwa hiyo tutaitumia zile sehemu ambapo kutakuwa na madhaifu kujipanga katika kuendelea kuiboresha timu yangu, kwa sababu haina muda mrefu sana nikiwa katika maandalizi hayo. Sawa. Hivi umeshapangiwa kundi lako, umeshajitambua, labda maandalizi ya koja yanakwenda kubadilika kutokana na kundi, au ni kwamba unakwenda kupunguza? Kama timu tuna falsafa yetu tayari ambayo tunasimama nayo, ambayo tunakwenda kuiandaa. Lakini ni kweli kwamba licha ya timu kuwa na falsafa, kuna namna sasa ya kukabiliana na kati ya timu na timu kadri ya muda unavyozidi kwenda. Kwa sasa bado tunabaki kwenye falsafa, kwa sababu tunakutana na timu 4 ziko tofauti. Leo nitajipanga nikabiliane na nani? Kwa sasa hivi naendelea katika msimamo wangu wa namna ambavyo najipanga kucheza na kupata matokeo na kujilinda. Kwa hiyo haya mengine kuhusu mpinzani wangu inategemea sasa nani nitakaokuwa nakutana naye kesho, ndio utakuwa sasa napanga kwamba kwa kuwa siku 3 zijazo nitakutana na timu fulani, sasa nijipange kulingana na jinsi yeye, na nikirudi baada ya kumalizana naye naendelea kujipanga kwa ajili ya mtu. Lakini kwa sasa bado tuna maandalizi ya jumla ya namna timu yetu itakapokuwa inacheza kutokana na falsafa ambazo tumeshajipangia kama timu. Labda swali dogo moja la kiuzushi. Michuano imetangazwa na Donge Nono. Hautoshawishika kuongeza baadhi ya wachezaji kutoka kwa timu yako, yaani wachezaji wale wenye profile kubwa zaidi au na maarufu kama Ndono? Yaani kiukweli msimamo wa uongozi wa Mgaraganza FC pamoja na makochi tumesema hatutachukua mchezaji yeyote kuja kwenye timu yetu kwa sababu ya mashindano haya. Hii ni timu ambayo iko pamoja. Kwa tunawaamini vijana wetu, tunacheza, tunataka tuwakuze hao. Yaani tulishakataa na iko hivyo kwamba tutaendelea na timu yetu. Sisi tutachukua mtu ambaye hajui falsafa zetu na nini. Kwanza hata hizo gharama zenyewe hakuna sababu ya kuzingia, kwa sababu vijana wapo ambao mazoezini hadi wengine wanashindwa kucheza kwa sababu ya kukosa nafasi. Kwa hiyo tunatosha.
Umezungumzia umuhimu wa kuwepo kwa mashindano kama haya katika mkoa wetu mara kwa mara. Umuhimu ni mkubwa na kwa kweli ni exposure kubwa. Kadri ambavyo ligi za ndani zinakuwepo, ndio namna ambavyo tunaendelea kuibua kuona uwezo wa wachezaji wetu wadogo kujifunza kwa wakubwa, lakini wakubwa kwa maana ya wakongwe kuambukiza wadogo, lakini tunatengeneza network. Hii ligi inakuja kutukutanisha na watu ambao tunacheza mpira vijijini. Pengine fursa vijijini ni ndogo, lakini yawezekana nafasi hii tutakapokuwa tunacheza hapa, kuna watu wa vijijini hao wataonekana huko. Wakionekana watatakiwa, wakitakiwa ndio connection kwenda juu kitaifa. Kwa kwetu sisi hasa tunaotoka nje ya mji au nje ya manispaa ya Ujiji, ni fursa ambayo tunaitazama kwa wivu mkubwa sana, tukiamini kwamba ndio tunaanza kufungua milango ya kufahamika. Wanasema wakati mwingine kuishi mjini ni zaidi ya form 6 yenyewe, na sisi tunaichukua hivyo. Kwa hiyo mwekezaji huyu Kajuna kwa kweli tuseme tunamuunga mkono, tunasema anafanya jambo kubwa na tunaamini litaboreshwa kuwa kubwa, na tunaamini kati ya watu ambao tunapaswa kuwatazama kwa wivu mkubwa wa kimaendeleo ni watu wanaowekeza katika soka katika utaratibu kama huu. Unajaribu kuangalia, tumepata jezi, lakini pia na gharama za namna tu ya maandalizi yenyewe kwa maana ya kamati, lakini pia waamuzi wanaokuja wale ambao ni professional kabisa, sio wa kuokotana. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo tunavitazama katika kuona kwamba haya ni mapinduzi ya soka, na ni vizuri sasa wadau mbalimbali wanaotazama soka wivu katika soka waangalie, yani isiwe Kajuna peke yake. Itakiwa kama anavyosema Kajuna akitoka hivi unganishwe ligi nyingine, hamasa na morali ya ligi, timu na kila kitu, mji utakuwa unachangamka zaidi na kuna vijana watapata fursa kutokea hapo. Asante sana.